Mtazamaji na Kivona Media, karibu kwenye Sports News hapa ila Kivona Media, sehemu ambapo unapata habari za michezo za hapa nyumbani na hata nje ya mipaka ya Tanzania. Leo tuko kwenye ujenzi wa klabu ya Young Africans, uwanja wao ambao utajengwa pale Kaunda, ni kidogo mwa jengo lao pale makao makuu hapa Dar es Salaam. Sasa tuko hapa kuulizia au kutazama namna gani ambavyo tenda hii imetokea, nani ambao walikuwa na shindana. Niko hapa na Rashid Shabani Mchome, the heavyweight champion ambaye atakudadavia yote hivyo. Mchome, tumeona jana tenda imetangazwa na mshindi aliyeshinda ni GSM, kwa maana kwamba ndio anaenda kuanza kujenga uwanja ule. Kwa upande wako hili limekaaje? Kwanza kuna misunderstanding ya taarifa ambayo imetolewa na Young Africans kwa maana ya aliyeshinda uzabuni. Haikuwa mjenzi bali ni kampuni ambayo itashirikiana na Young Africans katika ujenzi. Yanga walihitaji mtu ambaye atashirikiana nao katika hii biashara ya ujenzi, kwa sababu Young Africans wana asset kwa maana ya ardhi, lakini hawana pesa. As we know, uwanja unagharimu pesa nyingi ambazo ni ngumu klabu kama Young Africans wao kama wenyewe kupitia mapato yao ama uwekezaji ambao wameupata kupitia makampuni mbalimbali kupata ile pesa ambayo ingefaa au ingetosha kutengeneza uwanja. Ukifuatilia katika taarifa na mambo mengi mtandao yanayoendelea, doubt imekuwa kubwa why GSM, lakini kiundani wa taarifa hizi ni kwamba kulikuwa na makampuni mengi ambayo yalikwenda kuhitaji kushirikiana na Young Africans, isipokuwa Yanga walikuwa na vigezo vyao. Na mbaya zaidi, kuna makampuni ambayo yalikwenda kwa lengo la kuwa mtukati, kwa maana wengine walitamani kushiriki, yani awe atawaletea mtu ambaye anaweza kutengeneza, lakini wengine walikwenda kama mafundi kuomba tenda ya ujenzi kwa maana na kampuni ya ujenzi, lakini pia kuna wengine walikuwa ni makampuni mengine ya mabango kwa maana ya zile slide za matangazo katika uwanja. Lakini Yanga kikubwa alichokihitaji ni kampuni ambayo itakuwa yenye uzoefu katika miradi mikubwa, lakini pia yenye kitita ambacho kingetosheleza wao wenyewe kupata uwanja ambao wanauhitaji. Kwanza tuchukue fursa hii kama wana michezo kulipongeza hii, kwa sababu ni aibu katika vilabu vyetu vikongwe havina uwanja. Ni aibu kubwa. Ukitazama vilabu vichanga kama KMC wanamiliki uwanja wao tena katikati ya mji pale mwenge kabisa. Singida, JKT Tanzania Meja Jenerali, umeona. Kwa hiyo ni vitu ambavyo unaangalia wale wadogo ambao hawana ushawishi mkubwa katika makampuni makubwa ambayo yangeweza kuwapa hizo fedha ambazo wangeweza kutengeneza huo uwanja, wamefanikiwa. Kwa nini Simba na Yanga wanashindwa? Ukitazama jambo la aibu zaidi, wote walikuwepo KMC pale. Uwanja ambao klabu kichanga kweli kweli walikuwa na umiliki. Tazama, Young Africans aliondoka Azam Complex Chamanzi kwa maneno mengi sana kwamba tunabanwa na nini. Wakaja KMC ambao wamefungiwa hivi sasa. Tunajiuliza wanakwenda wapi? Inabidi wanaenda kubanana tena wapi? Meja Jenerali. Umeona? Kwa hiyo ni jambo ambalo halileti picha nzuri kweli katika hizi timu kubwa. Kwa hiyo kwa hatua ambayo Yanga wamefikia mpaka hivi sasa, na kama kweli utaratibu na hatua hii ambayo imefikia mpaka GSM ndo ameshinda, ina maana ni hatua nzuri. Kinachofuata ni kikao cha namna ya Yanga na GSM kwenda kunufaika. Kwanza kabla tujaenda angalia wananufaikaje, tunataka kujua kwamba Yanga wanatengeneza uwanja wa namna gani. Kuna viwanja ambavyo sasa hivi CAF wametoa maelekezo ya namna ambavyo viwanja vinatakiwa kuwa. Kuna stage 3. Shida sio kubeba idadi gani ya mashabiki. Kikubwa ni usalama, lakini pia pitch. Ndio vitu vikubwa ambavyo CAF wanazingatia. Uwanja wa Yanga utakwenda ku contain almost takriban mashabiki 20,000, 25,000 mpaka 30,000. Kutokana na ile ramani ambayo kwa sasa wapo nayo kabla hawajakaa katika kikao hichi na huyu ambaye ameshinda hii tena. Kwa hiyo hii inakupa picha gani? Kwanza, aina ya kiwanja ambacho tutakwenda kukitengeneza moja kwa moja ni ngumu kupata michuano mikubwa kwa maana ya michuano ya CAF. Ni kiwanja kwa kiasi kikubwa kwa sasa kinakwenda kutumika katika michuano ya ligi kuu. Lakini pia ndani ya hii ligi kuu kuanzia mashabiki 25,000 mpaka 30,000 bado kuweza kubeba mashabiki katika mechi kubwa. Ukizungumzia mechi ya Mzizima Dabi, mechi ya Yanga na Azam, mechi ya Yanga na Simba, bado kiwanja hiki kitakuwa hakitotosheleza katika hii
hizi mechi, kwa sababu idadi ya mashabiki wanaoingia na mahitaji, lakini na idadi ya capacity ya uwanja, idadi ya watu ambao watakuwa kubebwa ni ndogo, kwa sababu mashabiki 20,000, na tunajua hizi mechi kwenye kila timu ikiwa kwenye ule ubora wake, tunajua idadi ya mashabiki ambao wanaingia ni mkubwa kweli. Kwa hiyo bado itahitajika kupata hiyo nafasi ya kuwa na mashabiki. Kwa moja kwa moja hichi kiwanja kitakwenda kutumika kwanza kwenye michuano ya ligi kuu, na ita contain hizi mechi mechi za Yanga dhidi ya timu nyingine za madaraja ya kati, lakini klabu bingwa na mechi hizi kubwa za dabi bado hakitokuwa na huu uwezo. Lakini ni namna gani wanakwenda kunufaika Yanga pamoja na GSM? Ni namna ambavyo wataingia makubaliano, kwa sababu GSM anakwenda kuweka mzigo, sio kwamba yeye ndio anakwenda kutengeneza uwanja. Kwa hiyo ile pesa ambayo kutokana na ramani ambayo Yanga wapo nayo na aina ya uwanja ambao wanauhitaji, wanajua unatakiwa kuwa na budget ya kiasi gani. Katika uwanja kuna vitu vingi. Kwanza kuna kubeba jina la mzabuni, lakini pia katika uwanja tunajua eneo la uwanja ambao kutengenezwa ni sehemu ya kitovu cha biashara Dar es Salaam. Kutakuwa na maduka ambayo yataingiza pesa pia katika klabu hiyo. Kwa kuna namna nyingi ambapo Yanga na GSM wanaweza kukaa na kuangalia ni namna gani wote wawili wanakwenda kunufaika na huu uwanja, kwa sababu Yanga amekuja na hii project akiamini ananufaika, lakini pia GSM ameingia uzabuni au ameitaka hii tenda kwa sababu anaamini kupitia Yanga naye kuna kitu anakwenda kukipata. So tutegemee kitu kikubwa na tuombe, kwa sababu mengi yaliahidiwa na mpaka kufika habari za kutangaza tumeona kulikuwa na Yanga TV. Hajachukua muda mrefu sana. Yanga TV mpaka sasa iko wapi? Yes. Na vitu vingine ambavyo vingi viliahidiwa. Kwa hiyo tuombe, kwa sababu ni project ambayo ina manufaa na soka la Tanzania. Tunapokuwa na viwanja vingi pia inasaidia, viwanja vingi vyenye ubora inasaidia pia kutengeneza ile hali ya michezo kukua, kwa sababu hakutokuwa na ufinyu wa kupata viwanja, japo sio kiwanja ambacho kitakuwa na nafasi kubwa kutokana na nature ya eneo, lakini pia ni shauri pia kamati ambayo inakwenda kukaa itengeneze mazingira ambayo baadaye watakuwa na uwezo wa kuongeza idadi ya mashabiki, kwa sababu tunakoenda Yanga inakuwa, tunakoenda michezo inazidi pia kupendwa. Kwa hiyo itatengeneza mazingira ambayo Yanga watahitaji kuwa na idadi kubwa ya watu ambao wanatakiwa kuingia kwenye eneo lile, lakini eneo ni finyu. Kwa hiyo pia wazingatie Mchome. Ukifuatilia mitandao ya kijamii, ukifuatilia na watu wengi nazungumza kwamba ni kwa nini GSM. Umejibu vizuri hapo, lakini tuangalie kwamba hakuwa mtu mwingine nje ya GSM kupata hii tenda, lakini pia GSM pekee yake anatosha kabisa kumaliza uwanja ambao timia kabisa na kuanza kutumika. Kwanza kwenye swala la Yanga walihitaji nini, nirejee kwamba Yanga walihitaji kwanza partner ambaye kampuni ni uzoefu wa project. Kama tunavyojua GSM ana project nyingi, nyingine ni za kiserikali, wameingia na makubaliano na serikali anafanya, lakini pia hatuna mashaka na kitita kwa GSM kwa maana ya fedha iliyopo GSM. Kwa hiyo na kitu kingine ambacho nimekiona kwa nini GSM, kwa swali lako, GSM ule ukaribu na Young Africans, kwa sababu anajua ni kitu gani Yanga wanahitaji, anajua nini kinatakiwa kufanyika. Kwa hiyo hapa anakwenda kuirahisisha hii kazi, inakuwa nyepesi kwa sababu anajua mchakato mzima na ni kitu gani hasa anahitaji. Mind you, aliyokuja na hii idea kwamba kwenye uongozi wake ni Engineer Harris, na tunajua engineer ametokea upande gani. Lakini pia kwenye kamati kuna watu ambao moja kwa moja wanatoka kwenye kamati, wanatoka kwenye management ya GSM, akiwemo mwanasheria Ngongolo. Kwa hiyo moja kwa moja hapa unajua kabisa anaingia GSM kwa sababu anajua ni kitu gani hasa kinahitajika. Haya mengine ambayo anazungumzwa kutokana na nini, labda makampuni hayakukamilisha vigezo, it's fine, lakini GSM anajua project nzima ambayo Yanga wanaihitaji kupitia engineer na kitu gani wanataka na kufanya kupitia mradi. Unadhani kwa upande wako kweli itakuja kutimia au ndio project ambazo tumezoea kuziona? Mfano upande wa pili tuliambiwa kwamba wanajenga uwanja mapema sana. Tumeona wameishia kwenye pitch ya mazoezi tu mpaka leo. Ili kwa upande wako Young African watakwenda kutimiza
au poloji za mtandaoni kama kwa upande wangu mimi mengi yanazungumzwa, lakini to be honest bado sijaamini kama Yanga wanakwenda kutengeneza huo uwanja. Kwanza hizi propaganda ambazo zipo katika hizi timu zetu mbili, lakini pili nature ya eneo ambalo Yanga wanakwenda kutengeneza huo uwanja, lakini tatu ni zile ramani ambazo zilikuwa zikitumwa kwamba uwanja utakuwa hivi. Na leo nimemsikiliza msemaji alikuwa sema akizungumza akisema kwamba ramani huenda isiwe ile ambayo iliwahi kupostiwa, yes, ile ambayo iliwahi kutoka. Kwa hiyo bado, lakini kwangu mimi niombe dua na niwaombee, lakini pia natamani kuliona hili likitokea, kwa sababu itakuwa ni mfano mzuri sana wa kuigwa, kwa sababu yameshazungumzwa sana kinakwenda kufanyika. Mimi nazungumza haya kwa maana siamini, kwa sababu kulikuwa na mengi madogo tu ambayo yangeweza kufanikishwa, lakini kwa uongozi huu ambao umefanya makubwa ulishindwa kukamilisha. Ni vitu vidogo tu tuliahidiwa Yanga TV, Azam TV itakuwa, lakini mpaka hivi sasa bado, na sio jambo kubwa kama unavyoliona jambo la uwanja ambalo linakwenda cost a lot of money. Kuna bii za pesa zitakwenda kupotea pale. Kwa kwangu mimi hapa bado sijaamini kama ile jambo linakwenda kutokea, japo naliombea litokee, na naamini wakifanikisha watakuwa wametoa funzo kubwa sana kwa mtani wao, na naamini baada ya Yanga kufanikisha hili, Simba naye atafuata, kwa sababu ataona kwa nini mwenzangu ameweza, pengine akaja na zaidi ya hiki ambacho amekifanya. Nazungumza haya Nixon kwa sababu kama nilikuwa ni uwanja kukamilisha pale Bunju pangekuwa na uwanja. Ilifikia muda uongozi wa CEO Babra watu walichanga mpaka pesa, tamani waone wanaweza kuwa na hicho kitu mpaka watu kwenda kutazama, lakini mwisho wa siku bado siamini kama hili linaweza kutokea, japo natamani kuliona linatokea. Asante sana. Wewe ni Rashid Shaban Mchome, heavyweight champion, mchambuzi ambaye amekwambia vizuri kabisa kuhusiana na ujenzi wa klabu ya Yanga, ambapo Tenda ameshinda GSM. Kwa maana hiyo tuendelee kuombea Yanga uweze kutimiza lengo lao ambalo wamelipanga. Mimi naitwa Nixon Mwageni, mzee wa America. Usisahau subscribe, like, comment na kushare, ni jambo la msingi kweli. Ni pia usisahau kutembelea kwa Instagram, Facebook, Twitter, wote tufahamika kama Nakivona Media.